msururu wa matukio ambao vile ulivyoeleza watazamaji wetu kuwa yameweza kuwashtua wengi, hususan ukizingatia kuwa mama huyo aliweza kupelekwa pale katika eneo ambalo aliweza kuzika mtoto yule kisiri, na kulikuwa na matukio mbalimbali, watu wakielezea hisia mbalimbali kuhusiana na swala hilo. Ni swala ambalo tunataka kulizungumzia kwa kina, na mwanaharakati ambaye amekuwa katika masuala haya kwa muda mrefu amekuwa akiyazungumzia, na ni masuala ambayo ananieleza kwa yeye uyashughulikia karibu kila siku kuweza kutatua baadhi ya masuala haya ya dhulma za kijamii. Si mwingine bali ni Khalid Hussein ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kile chama ama shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika. Karibu sana Bwana Khalid kwa mazungumzo ya leo. Asante sana, nafurahi kuwa hapa. Tuanze na matukio ambayo tumeona, msururu wa matukio ambayo tumeyashuhudia hii leo. Kwanza wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na kile kisa ambacho mtoto alizikwa kisiri, aliuliwa na mamake kwa mujibu wa vile tulielezwa, na kuzikwa kisiri? Naam, kwanza kabisa kabla ya kuliingilia swala hilo, naomba unipe ruhusa niweze kutoa risala za rambirambi kwa aliyekuwa rais wetu mkuu Bwana Mwai Kibaki, na kwa Wakenya kwa jumla kwa kumpoteza aliyekuwa mke wa rais Bi Lucy Kibaki. Mungu aijalie roho yake ilale mahali pema peponi. Na pia tunamkumbuka mama Lucy Kibaki kwa sababu pia alikuwa katika mstari wa mbele kupigana na vita vilivyokithiri katika jamii. Na tukiangalia swala la leo, tutaona ni jambo la kusikitisha sana ambalo limetokea, ni ukiukaji wa haki za kibinadamu wa hali ya juu, na pia ni uvunjaji wa sheria, ambapo mama mzazi ambaye alibeba mimba miezi 9 na kwa njia ya uchungu sana akaweza kuzaa, leo hii inakuwa kesi ni kwamba anashutumiwa kwa kumuua yule mtoto wake na kukumzika kwa kisiri. Hili ni jambo ambalo limetia wengi tumbo joto, na kufukuliwa kwa mwili wa yule mtoto umeonesha wazi kwamba sisi kama jamii kuna mambo mingi ambayo tunafaa kuyafanya ili kuhakikisha haki za watoto zimeweza kutiliwa maanani. Naam. Kama wanaharakati wa masuala haya ya kutetea haki za kibinadamu, swala hili haswa la dhulma za kijamii na mambo kama haya mnayapata kwa kiasi gani na yamekithiri kwa kiasi gani katika eneo hili la Kama shirika sisi Haki Afrika ni shirika ambalo kila siku tunapokea kesi za aina mbalimbali. Na tukiangalia kwa ujumla domestic violence ama vita ama dhulma za kijamii, huwa tunapokea kwa uchache sana ni baina ya 4 na 5 kila siku. Na tunavyosema hivi ni kwamba kila tunapokaa asubuhi mpaka jioni, zile kesi ambazo zinafika katika afisi yetu, watu wakilalamika ama wakizungumzia masala ya aina moja au nyingine ya dhulma za kijamii, huwa hazipungui 4 au 5 kila siku. Na utapata kuona kwamba huwa zinalingana. Kuna zile labda ni mama ambaye amepigwa na mume wake, au labda ni mtoto ambaye ametoroka nyumbani kwa sababu ya kichapo ama vile anavyoonewa kule nyumbani. Hata wafanyikazi pia, mara nyingine wafanyikazi huweza kufika katika jamii na kusema wale waliowaajiri ama wale waliowapa makazi ni watu ambao wanawaumiza ama wanazidi kukiuka haki zao za kibinadamu. Kwa hivyo ni kuonesha kwamba haya ni masala ambayo yamekithiri katika jamii, na ni lazima sisi tuweze kuyaangazia ili tuweze kuyatatua katika jamii. Yanapoibuka masuala kama haya, mara nyingi makundi ya kutetea haki za binadamu na hata wakati fulani mahali pale ambapo tunaweza kusema kuna utata, kwa sababu mara nyingine inasemekana mnaegemea pande huu, mnaegemea pande huu, huyu aliua, huyu alifanya hili, lakini mnaegemea. Labda tueleze mipaka yenu katika harakati hizi za kutetea haki za kibinadamu, tukiangalia na yale masuala ambayo mnayashughulikia, mipaka iko wapi? Naam, kama shirika la Haki Afrika na tuseme mashirika ya kijamii kwa jumla, hasa sisi huwa tunaongozwa na haki za kibinadamu na vile zilivyo katika anga za kimataifa. Utapata kuelewa kwamba haki za kibinadamu ni haki hizo hizo ukiwa nchi yoyote ile. Kwa hivyo kama shirika la Haki Afrika huwa tunaangalia kwanza kabisa katiba yetu ya nchi ya Kenya, sura ya 4 ambapo inazungumzia haki za kibinadamu inasema nini kuhusu masala fulani yakitokea. Kwa mfano, ikiwa mtu ametenda maovu, basi tunajua kwamba
yule mtu ambaye ameshikwa. Kwa mujibu wa katiba kipengele cha 54 kinazungumzia haki za mtu ambaye ameshikwa. Kwa hivyo tunaangalia yule mtu haki zake zisiweze kukiukwa. Ikiwa kuna victim ama mtu aliyedhulumiwa haki zake, pia tunaangalia kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba yetu inasema nini kuhusu haki za mtu ambaye amedhulumiwa. Kwa hivyo mipaka yetu inaongozwa na haki za kibinadamu zilivyo katika anga za kimataifa, na vile vile katiba yetu ya Kenya ambayo imezungumzia kwa undani kabisa vipi tunafaa kuzilinda haki zetu sisi kama wananchi. Na kipengele cha ama sheria ya watoto, kama unavyoelewa, kuna Kenya tuko na sheria tunaita Children's Act, inazungumzia wazi kabisa haki ambazo mtoto anafaa kuzipata kutoka kwa wazazi wake. Kwa hivyo hata sisi ambao ni wazazi katika jamii tukumbuke tuna jukumu la kisheria na pia la kidini na vile vile la kijamii kuhakikisha tumeweza kuwapa wale watoto haki zao. Tukikiuka ama tukikosa kufanya hivyo, huwa tunaenda kinyume na sheria na tunaweza kuchukuliwa hatua za ambazo zitatuathiri sisi kama watu wakubwa. Tukijikita katika muktadha huo ambao umefanyika, unahisi kuwa tukiangalia system zetu za haki, unahisi kuwa mtoto huyu wa mwaka 1.5 atapata haki baadaye? Hilo ni jambo gumu sana kulijibu, kwa sababu mtu akiwa amefariki, maisha yamepotea, ni vigumu sana kulipiza maisha. Manake yule mtoto alikuwa awe mkubwa, awe barobaro, labda apate haki yake ya kujamiiana na mtu mwingine, aweze kuanzisha familia yake. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba haki itapatikana. Manake maisha ya mtu ni vigumu sana kuyarudisha, ama kulipa kiwango gani hatuwezi kurudisha maisha ya mtu. Lakini tunasema kuna vile tutaweza kufanya kama jamii kuonesha kwamba sisi kama jamii hatujafurahishwa na kitendo kile, na kwamba tutachukua hatua mwafaka ili isiwe ni mtindo katika jamii hii yetu. Mwisho kabisa, Bwana Khalid, mchango wenu haswa ni upi ili kuweza kumaliza dhulma za kijamii, tukizingatia kuwa wengi wanaweza kusema kuwa mnaonekana wanaharakati mnaonekana wakati yanafanyika? Naam, kweli kabisa. Na kwa kwanza kabisa, hata zile kesi ambazo sisi huzipokea, jambo la kwanza tunalofanya ni kuweza kushirikiana na polisi, kwa sababu tunavyojua sheria imeipa nguvu idara ya polisi kuweza kuyaangazia mambo kama haya. Kwa mfano kesi hii sasa ya kufukuliwa, polisi wamehusishwa na wamekuwa katika mstari wa mbele, na hata hapo kesho ambapo kutafanywa uchunguzi wa ule mwili, kama shirika la Haki Afrika tutakuwa pale ili kuhakikisha zile haki zimeweza kupatikana. Kwa hivyo la kwanza ni kuhusisha polisi ili polisi waweze kuchukua jukumu lao la kuwalinda wananchi. La pili ni sisi kuwa pale kuhakikisha kwamba haki popote pale ambapo imekiukwa tumeweza kuitekeleza. Na la tatu ni kuzungumza na jamii, kwa sababu hili ni jambo lazima tulirudishe kwa jamii. Tusiwe ni wenye kukubali mambo kama haya kutokea baina yetu sisi. Tuwe waangalifu, tusikilize vizuri, tuwe tukiulizana maswali ili tusifike hali kama hii ambapo mtoto mdogo sana mchanga amepoteza maisha yake kwa njia ambayo ni ya kutatanisha sana. Kwa hivyo la muhimu ni ile tunasema kwa lugha ya kimombo public education, ama jamii iweze kuelezewa ni vipi tutaweza kuishi kwa kuheshimu haki za kibinadamu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Amekuwa ni Hussein Khalid ambaye ni mwanaharakati ama mtetezi wa haki za kibinadamu hapa katika eneo la Pwani, akitupa tathmini yake kuhusiana na masuala haya ya dhulma za kijamii. Muda umetupa kisogo kutoka mahali hapa, na tunawarejesheni studio. Jina langu ni Francis Ontomwa.